Naam, hujambo na karibu tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali ambazo zimeendelea kutrendi katika mitandao ya kijamii. Rais wa Marekani Donald Trump ameweka marufuku ya usafiri dhidi ya raia wa Kitanzania katika vikwazo vya hivi karibuni vya usafiri. Ikulu ya White House imesema vikwazo hivyo vinavyokusudiwa kulinda usalama wa Marekani vitaanza kutekelezwa Januari 1 mwaka 2029. Katika amri ya rais iliyotiwa saini Jumanne tarehe 16 Disemba, utawala wa Donald Trump ulijumuisha Tanzania katika orodha ya nchi zitakazokabiliwa na vikwazo vya muda wa kuingia Marekani, huku ikitaja sababu ikiwa kama ifuatavyo: moja, uzembe wa ukaguzi, lakini nyingine uhakiki na upashanaji habari wa mamlaka ya Tanzania kuhusu raia wao. Nchi zingine ambazo zimekabiliwa na vikwazo hivyo ni Burkina Faso, ambayo ni nchi inayopatikana barani Afrika, lakini nchi nyingine Mali, nchi nyingine ni Nigeria, Sudan Kusini, Syria, pamoja na watu walio na pasipoti ya mamlaka ya Palestina. Leon na Sierra Leone ambazo hapo awali ziliwekewa vikwazo vya muda sasa vimejumuishwa kwenye orodha ya nchi 15 ambazo zitakazopigwa marufuku, ikiwa ni pamoja na Nigeria, Tanzania, lakini alkadhalika na Zimbabwe. Mwanzoni mwa mwezi Oktoba, serikali ya Tanzania ilithibitisha kuwa imeanza mashauriano rasmi na serikali ya Marekani kuhusu masuala ya uhamiaji ambayo ilihofia inaweza kuathiri uwezo wa raia wake kuingia nchini humo. Sasa tukienda moja kwa moja tukienda kunukuu kile ambacho alichokisema msemaji mkuu wa serikali Bwana Gerson Msigwa, alisema mambo yafuatayo, ikiwa moja ni jambo ambalo raia wa Tanzania, je, wanawezaje kwenda katika nchi zingine, lakini kubwa zaidi ni ile hali ya uhusiano ambao yeye Gerson Msigwa alisema kuwa iko ndicho ambacho atakachoenda kukirekebisha, ni mahusiano yaweze yakarudi kama mwanzoni, kwani hakika Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikiri kwa kusema kuwa tukio lililotokea tarehe 29 linaweza likaenda kutia doa katika mataifa mbalimbali, na doa lenyewe tunaanza kuliona hivi karibuni, ikiwa doa mojawapo ni hii katazo ambalo limewekwa na nchi ya Marekani kufuatia rais wake Donald Trump. Gerson Msigwa alisema tayari serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imeanza kufanya mashauriano na wenzetu wa upande wa Marekani kujua maeneo ambayo yatakiwa kufanyiwa marekebisho, hususa ni yanayohusu masuala ya kikansela, ili kuhakikisha Tanzania isiwe moja ya nchi ambazo raia wake watazuiwa kuingia nchini Marekani. Hiko ndicho alichokisema Gerson Msigwa, lakini leo hii tunakuja kuona japo ameongea msemaji mkuu wa serikali, lakini Marekani leo hii wametoa tamko lao kama ambavyo nimeshakwisha kukusomea, kwani hakika kubwa zaidi ni Tanzania kwenda kuzuiliwa isikanyage tena Marekani. Lakini mashauriano hayo ya masuala ya kibalozi pamoja na mambo mengine yanagusa utoaji wa nyaraka halali za vitambulisho na kushirikiana katika masuala ya uhamiaji. Hiki ndicho ambacho kilichojiri mara baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa taarifa kuwa nchi ya Tanzania itakuwa ni nchi miongoni mwa nchi ambazo zilizotiliwa vikwazo kukanyaga ardhi hiyo nchini Marekani. Sasa na wewe unaweza kutuandikia maoni yako. Je, nini chanzo cha haya mambo yote? Kama nilivyokwisha kukwambia, Dr. Samia Suluhu Hassan alikiri akisema kuwa mambo haya ambayo yalotokea tarehe 29 yanaweza kwenda kutia doa katika
mashirika mengine ya haki za binadamu, lakini hata uhusiano wa kimataifa. Lakini pia vile tumeanza kuona mambo kama hayo ambayo yanayojiri, ikiwa mojawapo ya mambo ni hilo ambalo nimekusogezea, Tanzania kutiliwa vikwazo, raia wake wasiende kukanyaga nchini Marekani. Sasa moja kwa moja twende tukapate maoni ya wadau mbalimbali, kipi walichonacho na kipi walichokisema kufuatia uamuzi huu baada ya Marekani kutoa katazo kali nchini Tanzania kuwa Watanzania watawekewa vikwazo kuanzia tarehe 1 kutoenda nchini Marekani. Nikianza na huyu wa kwanza, ameanza kwa kusema kuwa ona sasa mambo haya yanakwenda moja kwa moja kutuharibia hata taswira ya uwekezaji. Huyu mwingine akasema, nilikuwa ndoto yangu ni kukanyaga Marekani mwaka 2026, lakini ona sasa ni upuuzi mtupu ambao umeenda kujitokeza. Huyu mwingine akasema, ni heri mkafanya hivyo, kwani hakika dada wetu wa taifa atakuwa salama kwa kipindi chote. Huyu mwingine naye akaja akasema, hii ni nini hasa? Ona, Samia Suluhu Hassan must go. Huyu mwingine ameandika comment kubwa, lakini acha nisome kama alivyoiandika. Huenda ikawa ana mambo ya msingi ambayo anaweza akayaongea katika komenti yake. Twende moja kwa moja tukasome kile ambacho alichokiandika mtu mmoja kufuatia tamko hili ambalo limepostiwa na vyombo mbalimbali vya habari. Nikianza na huyu, yeye ameendelea kwa kusema kuwa mimi I say natamani sana nione hii kitu kinatokea. Kwa hakika pindi ambapo tutakapokatazwa kwenda kuingia nchini Marekani, basi haki huenda ikaja ikapatikana. Lakini pia vile tunaweza tukakatazwa kutoingia nchini Marekani, lakini pia vile haki inaweza isipatikane. Moja cha kujifunza, mama anashirikiana na mtu ambaye ni adui wa Marekani. Kwa hiyo hivyo huenda ikawa chuki binafsi za Marekani kufuatia Tanzania. Huyu Donald Trump tuende naye kwa akili. Moja, anaweza katuingiza kwenye vita vya sisi wenyewe kwa wenyewe, kwani hakika ndiyo mchezo wake wa miaka yote. Huwa anang'ata, lakini alkazalika huwa anapuliza. Nchi ya Tanzania ni nchi yetu, twende tukailinde, twende tukafanye kazi kwa manufaa ya nchi yetu. Pia Mama Samia, ushauri wangu, pia huyu jamaa amemtagi kabisa hapa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia, mimi kama Mtanzania, ushauri wangu na kuomba toka hadharani ukiri kile ambacho kilichotokea. Sema miili ya watu wapi ulipokwenda kuizika, lakini pia vile sema kina nani ambao walokuwa wakiwamiminia watu risasi, kwani hakika kama si polisi na wao ulikiri nguvu ambayo ilotumika kuwadhibiti waandamanaji ni nguvu sahihi, basi sisi tunaamini polisi ni wale ambao walokuwa wamevalia jezi. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuanza kuhesabu zile video na tukagundua wangapi ambao walouliwa na wale polisi waliovalia jezi. Lakini kubwa zaidi ni wale jamaa waliokuwa wanazunguka na Land Cruiser nyeusi. Hatuwajui ni kina nani, lakini picha zao zipo. Wewe usiseme kuwa huwajui. Moja kwa moja Mama Samia unawajua. Toa ufafanuzi uliokuwa wa kueleweka. Hapo hata nchi wanachama zote zitakuwa sambamba na wewe. Kili makosa ili Watanzania wapate kukusamehe. Hii comment imebeba ujumbe mzito, na wewe unaweza kukaa chini kwenda kuitafakari hii comment, kipi ambacho alichokizungumzia huyu jamaa katika comment hii. Kwangu mimi nimeona ameongea swala moja la msingi. Moja, ameeleza tabia ya Marekani, lakini pili, ameitaka serikali ya Tanzania kutoka hadharani na kukiri kile ambacho kilichotokea. Lakini na wewe unaweza kutuandikia maoni yako kufuatia huu katazo ambalo limetoka nchini Marekani kuwa Watanzania tumewekewa vikwazo vya kusafiri kwenda nchini Marekani, ikiwa sababu kuu ni sababu ya
usalama wa raia wa Marekani. Nne maoni yako, ni mtazamo wako, unaweza kutuandikia kupitia comment section.